Huku hali ya mvutano ikiendelea kuongezeka Mashariki ya Kati, imearifiwa kuwa kiongozi mkuu wa Iran aliyemtuma waziri wake wa mambo ya nje Abbas Araghchi barua mjini Moscow siku ya Jumatatu ya kumwomba Rais Vladimir Putin msaada zaidi kutoka kwa nchi yake baada ya hatua kubwa zaidi ya kijeshi iliyofanywa na Marekani kwenye vinu vyake. Na wawili hawa wamefanya mazungumzo mjini Moscow, shirika la Interfax liliripoti likimnukuu msaidizi wa Kremlin Yuri Ushakov. Rais wa Marekani Donald Trump na Israel wamenukuliwa hadharani kuhusu matamshi ya kumuua Ayatollah Ali Khamenei na kuhusu mabadiliko ya utawala wake, hatua ambayo Urusi inahofia inaweza kuzamisha Mashariki ya Kati kwenye shimo. Katika mahojiano siku ya Ijumaa wiki iliyopita, Rais Putin alisema kwamba nchi yake iko tayari kuisaidia Iran kujenga mpango wa nyuklia kwa amani, akiongeza kwamba Iran ina haki ya kufanya hivyo, akidai kwamba Urusi inaweza kutoa mapendekezo yake kwa Iran na Israel kuhusu namna ya kumaliza mzozo kati yao. Rais wa Urusi Vladimir Putin amefafanua jukumu la Moscow katika kujiunga na mzozo wa Iran na Israel kufuatia kujiingiza kwa Marekani kwenye mashambulizi ya kushtukiza ya anga dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran. Ikulu ya Kremlin ilisema kuwa Putin atampokea Araghchi, lakini haikusema kitakachojadiliwa. Putin amejitolea mara kwa mara kufanya upatanishi kati ya Marekani na Iran na kusema kwamba amewasilisha mawazo kuhusu Moscow kutatua mzozo huo kwao, huku akihakikisha kuwa Iran inaendelea kupata nishati ya nyuklia ya kiraia. Urusi, mshirika wa muda mrefu wa Tehran, ina jukumu katika mazungumzo ya nyuklia ya Iran na Magharibi kama mjumbe wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa aliye na kura ya turufu na kutia saini makubaliano ya awali ya nyuklia ambayo Trump aliyatupilia mbali wakati wa muhula wake wa kwanza mnamo mwaka 2018. Na hivi sasa Putin amejitolea kuwa mpatanishi kati ya Marekani pamoja na Iran. Jeshi la ulinzi la Iran IDF lilitangaza Jumatatu asubuhi kwamba Iran ilizindua wimbi la pili la mashambulio ya makombora ya ballistic kulenga Israel, na hivyo kuashiria ongezeko jipya katika vita vinavyoendelea katika nchi hizo mbili, huku yenyewe ikishambulia Iran kwa mara ya pili eneo la nyuklia lililoathiriwa na Marekani siku ya Jumamosi. Kwa mujibu wa taarifa ya IDF, mifumo ya ulinzi ya Israel inashiriki kikamilifu katika kuzuia makombora ambayo yanakuja. Mamlaka pia imetoa wito kwa raia katika maeneo yaliyolengwa kutafuta makazi ya mara moja, na wananchi wamehimizwa kuhama maeneo ambayo si salama. Shambulio la hivi punde ni shambulizi la pili la kombora la ballistic kutoka Iran siku ya Jumatatu pekee. Mapema siku hii pia zaidi ya makombora 10 yalirushwa kuelekea Israel, huku takribani 5 yakiripotiwa kutua katika maeneo mbalimbali ya Tel Aviv. Takwimu za majeruhi wa mashambulizi yote mawili bado hazijathibitishwa. Mimi ni Gina Baltazari. Hizi ni ripoti kimataifa.